umeshiriki takribani mikutano 12 ya mabaraza ya makardinali kabla ya kuanza kwa uchaguzi wa Papa mwaka wa 2025. Ndio. Ulijisikia kushiriki vikao hivi pamoja na makardinali wenzako kutoka katika maeneo mbalimbali? Kwanza niseme wazi ule uwepo au ushiriki wangu nafikiri itakuwa ni hivi hata kwa wengine kwenye vikao hivyo, wakati tunasubiri kwanza mazishi ya Baba Mtakatifu Francisco, alafu baada ya mazishi, kwa sababu vikao viliendelea, niseme cha kwanza ambacho kilinifurahisha ni kufahamiana na hao makardinali wengine. Sana makardinali ambao walitegemea kwa wote, sio wote ambao waliweza kufika pale, lakini namba yetu wote kwa ujumla mpaka sasa kwa mwaka huu tulipokuwa tumeenda kwenye shughuli zenyewe hizi ni 252, lakini basi ambao wangeingia kwenye conclave hao au kwenye chumba cha kufungwa ndani kwa ufunguo, wanasema ngaje sio ufunguo sasa waweke ufunguo lakini inafungwa vizuri, ya walikuwa ni hao ambao waliingia 133, walikuwa wanategemea wengine 135, lakini wawili wakawa hawapo. Sasa ile kukutana ilinifurahisha sana mimi, kwa sababu wengine makardinali wengi nilikuwa nawafahamu kwa sababu kwa muda ndio kaa pale Roma. Na tulipokuwa tunakutana nao, kwa mfano wanapokuja kwenye ad limina au matembezi haya kuja kukutana na Baba Mtakatifu, kwenda kutembelea makanisa makuu hayo ya Roma, kwenda kutembelea hizo idara nyingine, nilipata bahati ya kuwafahamu wengine wakiwa bado maaskofu, alafu baadaye wengine walipokuwa makardinali tulikuwa tunafahamu, lakini si wengi. Kumbe hii ya juzi ilikuwa ni muda, ni fursa nzuri kabisa. Tulikuwa tunakutana sababu mnapokuwa nje ya mikutano hiyo mnapata nafasi ya kuongea, alafu mnapokuwa tamle mle ndani wanapokuwa naongea na huo, kama ukiongea basi unafahamu. Sana nakumbuka kuna na wengine tulipokuwa tukitoka kwa kitu labda ulichokuwa umeongea wewe, mmoja anakuja anataka kujua zaidi, anataka kufanya kitu fulani pamoja na wewe kuhusiana na kile ulichokiongea, basi inakuwa ni wakati mzuri sana. Ilinifurahisha sana hilo la kuwafahamu makardinali wenzangu, alafu na kuzifahamu kwa mfano shughuli wanazozifanya, alafu kufahamu hali halisi ya makanisa ya huko na kutoka, alafu na mimi kuwashirikisha vile vile hali halisi ya shughuli za kichungaji kwenye kanisa letu, kwa mfano la Tanzania au kanisa la Maharia la jimbo kuu la Tabora. Ilikuwa ni wakati mzuri wa kufanya mabadilishano hayo na tuseme kushirikishana hizo shughuli mbalimbali za utume. Asante sana baba. Ushiriki wa makardinali 18 kutoka barani Afrika ina maana gani katika ukuaji wa kiimani wa kanisa la Afrika kwa ujumla? Kule kushiriki kwa hao makardinali ambao walipaswa kwa kweli wao 18, ingawaje hawakufika wote wale wa kupiga kula, lakini kitu ambacho kilikuwa kinatufurahisha vile vile kweli, na hicho Baba Mtakatifu Francisco alikuwa wazi katika hilo, alipenda sana. Na nafikiri sio Francisco tu, hata uongozi unaokuwepo sasa hivi au hata sisi wenyewe kama wana kanisa lake ulimwengu, unapoona watu wanawakilishwa, tuseme sio kuwakilishwa katika maana anaenda kufanya kazi ya kuwakilisha, kwa sababu kardinali kama kardinali yeye ambaye ameteuliwa, sio kwa sababu anaenda kuwakilisha nchi au kufanya nini. Hapana, yeye ni mshauri wa Baba Mtakatifu na shughuli nyingine zote ambazo zinafahamika ambazo zinaendana na ukardinali. Lakini akiwepo kwa mfano